Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaizingira watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu wanaojihusisha na matukio ya uporaji na upigaji nondo majira ya usiku, ambao walikuwa wamejificha ndani ya nyumba mojawapo iliyopo katika eneo hilo la Uyole. Kufuatia tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kuzuia na kupambana na matukio ya uhalifu walifika eneo hilo na kukuta kundi la wananchi wakiwashambulia watuhumiwa hao kwa kutumia mawe pamoja na silaha za jadi. Kwa hiyo katika juhudi za kuwaokoa watuhumiwa hao, wananchi walianza kuwarushia askari mawe ili wasiwafikie au wahalifu kwa ajili ya kuwaokoa, lakini kutokana na umahiri uliopo katika kushughulikia makosa haya, askari wetu waliweza kufanikiwa kuwaokoa jumla ya watuhumiwa 6 kutoka mikononi mwa hao wananchi waliokuwa na hasira, na katika kuwaokoa waliweza kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa wamejeruhiwa sehemu mbalimbali za miili yao. Kwa hiyo wakati wanafikishwa hospitalini, kati ya wale watuhumiwa 6 waliokamatwa au waliookolewa kutoka kwenye kundi la wananchi, 4 walifariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa, na waliofariki wakiwa wanapatiwa matibabu ni Eric Nasoro maarufu Eric Mandampo, huyo ana umri wa miaka 20, ni mkazi wa Uyole. Wa pili ni Meshaki Joseph, jina maarufu ni Scofield, huyu naye ana umri wa miaka 20, naye ni mkazi wa Uyole. Wa tatu ni Abdalla William, naye jina lake maarufu anaitwa Dula na umri wa miaka 20 na ni mkazi wa Sakarani. Na wanne ni Asajile Isaac mwenye umri wa miaka 25, ni mkazi wa Sokoni Kingani. Aidha, watuhumiwa wengine wawili waliokuwa wamepata majeraha kipindi hicho waliookolewa kutokana na majeraha madogo waliokuwa nayo walitibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini, ambao ni Raksi Hamisi mwenye umri wa miaka 23 na Pasco Aroni mwenye umri wa miaka 32. Wote hawa ni wakazi wa Uyole ambao kwa sasa wanaendelea kushikiliwa na kuhojiwa na kikosi maalum cha askari kwa ajili ya kupata ushahidi muhimu ambao utawaunganisha na baadaye waweze kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizi ambazo tumezitaja za kuvamia watu na kuwapiga nondo, wakata mapanga na kufanya uvunjaji na kuiba mali zao. Kwa ushirikiano wa wananchi na baadhi ya watuhumiwa ambao tunao wameweza kutuonyesha, na kuna baadhi ya watu wanajipatia mali hizi, wanakuwa ni wanunuzi, tunaita receivers, wanapokea na kwenda kuuza sehemu nyingine, na wenyewe tunakamata. Kwa hiyo taratibu zinakamilishwa ili waweze kufikishwa mahakamani ili mkondo wa sheria uweze kuchukua nafasi dhidi yao. Lakini pia katika hali hiyo ambayo ninasema sasa ya vitu ambavyo vimepatikana, wamekutwa na mali mbalimbali walizoiba, ikiwemo magodoro, redio, televisheni, NTV, mazuria, mapazia, majiko ya gesi, mitungi ya gesi na mali mbalimbali ambazo ni za wananchi. Nyingine ni za watu ambao kwa kweli ukiwaangalia ni wazee, lakini wanaoingilia na kwenda kuwaibia. Kwa hiyo wamesababisha hasara kubwa sana kwa wananchi, lakini pia wameleta vifo kwenye jamii, kwa kitu ambacho wangeweza tu kufanya kazi wakajipatia hivi vitu. Hivyo basi, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi, kwanza wafike katika kituo cha polisi cha kati ambako vifaa vyote vimetunzwa au vitu vyote vimetunzwa, yani Central Police Station hapa Mbeya, kwa ajili ya utambuzi wa mali zao, na watatusaidia watakapokuwa wanatambua. Itakuwa ni sehemu mojawapo ya kutengeneza ushahidi dhidi ya hawa watuhumiwa ambao tunaendelea kuwakamata. Hivyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wenye tabia ya uhalifu kuacha mara moja, kwani uhalifu haulipi katika mji huu wa Mbeya na hauna nafasi kabisa katika mkoa huu wa Mbeya.